Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba klabu ya Azam Football Club hatimaye imembakisha kiungo mshambuliaji raia wa Tanzania mzaliwa wa Novemba 3 mwaka 1995 ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 30. Huyu si mwingine ni Idi Suleiman Nado ambaye taarifa nyingi zilikuwa zinazungumza kwamba huenda akatimka kwenye kikosi hiko, na klabu ambazo zilikuwa zinatajwa ni Simba na Yanga ambazo zilikuwa zipo karibu kuweza kumuhitaji kiungo huyo mzaliwa wa Kondoa pale jijini Dodoma. Sasa uongozi wa Azam Football Club chini ya rais wa klabu hiyo kwa maana ya Nasoro Idrisa sambamba na makamu wake wa rais kwa maana ya Popat sambamba na CEO wa klabu hiyo kwa maana ya Kudabash hatimaye wameamua kumbakisha kiungo huyo mshambuliaji mwenye umri wa miaka 30, na hatimaye sasa msimu ujao tutamshuhudia Idi Suleiman Nado akisalia pia kwenye kikosi cha matajiri wa jiji la Dar es Salaam Azam Football Club kwa msimu mwingine moja kwa moja. Tukumbuke kwamba Idi Suleiman Nado alijiunga na Azam Football Club akitoka kwenye kikosi cha Mbeya City katika msimu wa mwaka 2019 2020, miongoni mwa wachezaji ambao walijiunga na Azam Football Club wakiwa wana kiwango bora na kipaji kikubwa ambacho alikuwa amejaliwa moja kwa moja. Kwa hiyo baadhi ya timu ambazo zilikuwa zinamhitaji Idi Suleiman Nado nafikiri tayari mambo yameshakuwa magumu kwa upande wao. Unapokuwa na mchezaji kama vile Idi Suleiman Nado kwenye timu yako ni faida. Kwanza ni nyota mzawa ambaye ana kiwango bora, ni material ambayo kwa wakati huu kuyapata kwenye ligi yetu ni ngumu, jambo ambalo pengine Azam Football Club wameliangalia kwa kiasi kikubwa na kuweza kumshawishi nyota huyo wa Tanzania kuweza kuongeza mkataba mwingine na kikosi hiko cha Azam Football Club moja kwa moja kwa msimu mwingine wa kimashindano, jambo ambalo lilikuwa lina mkwamisha ama linampa ugumu Idi Suleiman Nado kwenye kikosi cha Azam Football Club. Ni namna gani ambavyo Azam inaweza kuwa ni timu shindani na timu ambayo ina asilimia kubwa ya kutoa ubingwa mbalimbali katika mashindano ambayo Azam atakuwa akishiriki, kwa sababu Azam imekuwa ni timu ambayo of course ni timu nzuri, wana financial muscles nzuri, wana facilities nzuri, wana uongozi mzuri, lakini katika upande wa individual possibility kwa maana kwa mchezaji, zile individual achievement, mafanikio binafsi ndio imekuwa ni ngumu kwa klabu ya Azam kuweza kupata, kwa sababu timu imekuwa haishindi mataji mara kwa mara, jambo ambalo wachezaji wamekuwa wakiona kama vile limekuwa likiwaharibia profiles zao pale ambako wakiwa wanahitaji kuongeza nyamanyama kwenye zile CV zao moja kwa moja. Lakini pesa imezungumza na Azam Football Club hatimaye imembakisha Idi Suleiman Nado, kiungo mshambuliaji huyu miongoni mwa wachezaji ambao sifa yao kubwa ipo katika upande wa dribbler, yani ni dribbler mzuri, ana uwezo mzuri wa kukaa mpira mguuni, ana ability nzuri ya kukokota mpira kwa maana ile tunasema kwamba ni ball carrier, ana uwezo mzuri wa kujipossess, ni mzuri pia kwenye mipira ya kutenga, ana hiyo ability, ni very talented. Kwa hiyo kwa Azam kuweza kumbakisha Nado ni sehemu ya chaguo ama ni sehemu ya maamuzi ambayo uongozi wa Azam wamejifikiria na kutafakari kwa uwanda mpana moja kwa moja. Kwa hiyo Azam Football Club wameconfirm kwamba wao ama Idi Nado is not for sale kwa lugha ya Kimombo, kwa maana si mchezaji ambaye anastahili kuuzwa kwa wakati huu, labda hapo baadaye moja kwa moja. Jina langu mimi ni Leopard John, sauti ya mvua, ambaye nimekuletea hichi ambacho kinawahusu matajiri wa jiji la Dar es Salaam na wilaya ya Temeke moja kwa moja, kwa maana ya Azam Football Club juu ya kumhitaji ama juu ya kumbakisha Idi Suleiman Nado kwa mujibu wa taarifa za kuaminika moja kwa moja. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.